Nasaha ya 4 ni yeye kutafuta, ama wewe ambao umeazimia kwenda hija, kutafuta nafaqatan halala, kutafuta chumo ambalo ni la halali kwa ajili ya kutekeleza ibada yako ya hija na kutekeleza ibada yako ya umra, na kujiepusha na mali ambayo ni ya haram, kwa sababu hija au umra haiwezi kukubalika kama unaitekeleza au kufanya juu ya mali ambayo ni ya haram. Katika mambo hayo ni wewe pia kujiepusha na ama kuchukua bidhaa au mali ambayo itakutosha kama pesa yako ya matumizi kwa ajili ya kwenda kutumia ukaenda kufanya ibada yako ya hija au ya umra. Usifike kule ukaanza tena kuomba watu, labda iwe ni umepoteza pesa zako, umefika kule umepoteza pesa zako, sawa, unaweza ukafanya hivyo kwa ajili ya kutaka msaada, lakini mtu mwingine anaenda kule kwa ajili ya kuwa omba, hapana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watazawadu fa inna khayra zadi at-taqwa, chukueni ama andaeni zawadi, hakika zawadi bora ambayo ya kuandaa ni ucha Mungu. Nasaha ya 5 ayata'allama al-muslimu ahkam al-hajj wal-umra, ni mtu kujifunza, Muislam kujifunza ahkam za haji na umra, yani mambo ambayo yatakikana, hukumu ambazo zatakikana zifanywe katika hija au katika umra, kabla hujaenda kutekeleza ibada yako ya hija au kabla hujaenda kutekeleza ibada yako ya umra. Hebu ingia darasani au tafuta mwalimu, tafuta mwalimu au shekhe au mwanafunzi ambaye anazijua hukumu za haji na hukumu za umra vizuri, aweze kukufundisha vizuri ili kwenda kutekeleza ibada hii ya faradh, ili hali tayari wewe una elimu nayo. Yani usiende kwa sababu tu unafuata mkumbo kwamba umefika hapa haujui ufanyaje, umefika hapa hujui ufanyaje, wewe unafuata mkumbo tu. Hapana, lazima hii ni ibada ya faradh, lazima uitekeleze kwa ilmu, lazima utekeleze kama alivyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala na kama alivyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nasaha ya 6 ayatluba linafsihi rifqatan saliha, ni huu wewe ambao unataka kwenda kutekeleza ibada yako ya hija, kutafuta rafiki na sahiba wako ambaye utasuhubiana naye awe ni mwema, yani mtu ambaye utasuhubiana naye, mtu wako wa karibu ambaye ima katika hija atafika kula kuelekeza, bwana hapa nitakiwa tufanye hivi, hapa nitakiwa tuende huku, hapa nitakiwa tufanye hivi, awe ni mwema. Na hapa katika kutafuta suhuba ambaye ni mwema, hasatan ni katika upande wa mataasisi. Leo hii kuna taasisi chungu mzima ambazo zinapeleka watu hija na umra, lakini wewe ambao unataka kwenda kutekeleza ibada yako ya hija, tafuta taasisi ambayo inaendesha ibada ya haji na umra vile alivyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafuta watu ambao unawadhania kwamba hawa ni wacha Mungu, kwamba hawa wanaweza wakanifanya nikatekeleza ibada yangu ya hija ikakubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine wanaanzisha hizi taasisi, lakini ya subhana, wako kinyume kabisa na misingi na taratibu za dini ya Uislamu. Wao wanaanzisha hizi taasisi li maslahati dunia, kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Sasa wewe nitakiwa uwe kipaumbele kuangalia ni taasisi gani ambayo mimi nitachagua ili niweze kunufaika nayo na niweze kutekeleza ibada yangu ya hija ikakubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la tusahibu illa mu'minan wala yakulu ta'amaka illa taqiyun, usisuhubiane na mtu isipokuwa awe ni muumini, wala mtu asile chakula chako isipokuwa ni mcha Mungu. Ndugu yangu, nasaha nyingine ambayo ni nasaha ya mwisho, yambaghi lilhaj an yahrisa ala tahqiqi ghayati alhaji walumra wa fawaidihi alazim, yampasa kwa yule ambaye anaenda kutekeleza ibada ya hija au ya umra kuhakikisha malengo yake ya hija au ya umra
na faida zake zilizokuwa tukufu azihakikishe anazipata, na hakuna malengo mengine isipokuwa ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio lengo ambalo ni kubwa, yani wewe kusamehewa madhambi yako na kuipata ibada ya haji, yani kupata janna ambayo ametuandalia Allah subhanahu wa ta'ala. Si unaenda kwa ajili ya mambo mengine kama tulivyotaja, bali ajiepushe na kufanya mambo ya kipuuzi, mambo ambayo ya mchezo. Ukafika kule mambo mara wewe wataka kupiga maselfie na kadha wa kadha, ili hali tu ujionyesha kwa watu kwamba wewe umefanya ibada ya hija au umetekeleza ibada ya umra, na si kutekeleza kwa ajili ya kutaka lengo kubwa ambalo amelilenga Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Umra mpaka umra nyingine ni kifutio cha madhambi, mtu unapata kufutiwa madhambi yako, lakini na hija ambayo ni mabrur haina malipo isipokuwa ni janna. Tutafuteni wewe ambao unataka kwenda hija, kutekeleza ibada ya hija, hebu tafuta hii pepo, tafuta hii bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameita bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali, na bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni janna. Tuitafute kwa kupupia kufanya yale ambayo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kukatazika na yale ambayo ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala, na kufuata misingi na taratibu alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.